kuuawa kwa majitu. Nyakati zile za Nuhu ulitokea uasherati usiokuwa wa kawaida ambao ulifanya dunia yote ikaangamizwa nyakati zile. Na uasherati uliotokea ulikuwa katikati ya hawa wanaoitwa wana wa Mungu na binti za wanadamu. Wako wanafunzi wa Biblia wengi wanaoamini kwamba hawa wanaoitwa wana wa Mungu hapa, kuna uwezekano mkubwa sana wakawa ni malaika walioasi, waliotupwa pamoja na Shetani katika nchi. Na uwezekano huo upo. Hawa wanaoitwa wana wa Mungu walipofanya uasherati na binti za wanadamu, yalizaliwa majitu yasiyokuwa ya kawaida ambayo yanatajwa katika Mwanzo na kuitwa Wanefili. Mwanzo sura ile ya 6, mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 4. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4 tunasoma: ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu. Unaweza kuona wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao. Sasa natajwa wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Neno hili lilichukiza sana, pale ambapo binti za wanadamu sasa wakawa tayari kufanya uasherati na hawa wanaoitwa wana wa Mungu, ambao wanafunzi wa Biblia wengi wanaamini watakuwa malaika walioasi. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa hasira, wakati watu walikuwa wanaishi kwa miaka mingi sana umri wao, akasema wataishi sasa miaka 120. Nao Wanefili, angalia hapo kwenye Wanefili kwenye Biblia yako utaiona nyota. Unaiona nyota hiyo? Nyota hapo chini ya neno hilo Wanefili, kwa chini hapo utaona Wanefili, maana yake ni majitu. Kwa hiyo tumesema nao majitu walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa, yani majitu Wanefili. Sasa ingawa dunia iliangamizwa wakati huo, lakini bado majitu tena yalikuwako, kuonyesha kwamba baadaye tena kitu cha namna hiyo kilitokea na yakazaliwa majitu. Haya majitu hayakuwa ya kawaida, yalikuwa ya kutisha sana. Wanadamu wa kawaida, kama ungekaa karibu na jitu, ingekuwa yani ukijilinganisha na hilo ni kama panzi kabisa. Ni kama vile
utaonekana kwa lile jitu kama panzi. Wakati wana wa Israeli walipookolewa, wakatolewa katika nchi ya Misri, wakaelekezwa kwenda Kanaani. Ile nchi ya Kanaani sasa, nchi ya Kanaani ilikuwa ni nchi iliyojaa majitu. Ndio ilikuwa makao ya majitu. Yalikuwa ni makao ya majitu. Na yalikuwa ni makao ya nini? 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 Makao ya majitu. Mungu alipowaambia wana wa Israeli, waende Kanaani, akawaambia nchi ya Kanaani amewapa kuimiliki. Wakaenda. Ile nchi sio kwamba ilikuwa tupu. Mungu alisema ni ahadi yake, amewapa Kanaani, nchi iliyojaa maziwa na asali. Usiangalie vizuri ahadi za Mungu hapa. Wakati mwingi huwa tunafikiri kwa sababu Mungu akisema ahadi yake, akitaja ahadi yake, basi huwa ni mtelemko. Huwa anatupima kama tunaweza kumwamini Mungu kwamba si mtu hata aseme uongo. Anatupima ili aweze kuona kama kweli tunaweza kumwamini kwamba akisema amesema. Na katika kutupima bado anaweka vikwazo, wakati mwingine vizito sana. Wameokolewa, sasa wanakwenda Kanaani. Wakaanza kwenda. Hatimaye walipokuwa karibu na kufika, Musa akachagua wapelelezi miongoni mwao. Akamwambia hawa watu wakilishi, hebu waende waikague, waipeleleze nchi hiyo. Waone nchi hii ni ya namna gani. Waone hii nchi inakaliwa na watu wa namna gani. Kwa sababu ilitakiwa kupambana na hao wakazi wa Kanaani ili kuimiliki nchi hiyo. Kupambana nao, kuwaua, halafu kuimiliki nchi hiyo. Sasa hebu nendeni mkapeleleze ili tupate kujua nchi hiyo ni ya namna gani, wanaoikaa ni watu wa namna gani. Hapa sasa ndipo zilipokuja habari za kutisha. Watu wakaja wakasema, tumeona majitu. Yale majitu ya namna ya Wanefili ambayo tulisikia habari zake, tumeyakuta Kanaani. Na ile tulivyoangalia na yenyewe alipotuangalia, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi. Msahau habari ya sisi kusema tunaweza kuyapiga hayo halafu tukamiliki nchi yao. Sahauni. Miongoni mwa wale waliotumwa wakabaki wawili tu walioamini. Wakasema Mungu amesema, ameahidi. Jambo hili lazima litowezekana. Tunaweza kuwapiga, wanaweza kuwa chakula chetu tukawapiga. Lakini karibu wote wakasema hapana, ile jambo haliwezekani kabisa. Hesabu sura ya 13. Hesabu 13. Kuanzia mstari ule wa kwanza tunaona maandiko yanavyosema. Mstari kadha wa kadha tutairuka. Ni sura nzima, ukisoma utapata picha nzuri zaidi. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, ni wapayo wana wa Israeli. Huyo ni Bwana ananena na Musa. Tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, ni wapayo wana wa Israeli.
Katika kila kabila baba zao mtamtuma mtu mmoja, kila mtu nawe mkuu kati yao. Kwa hiyo kabila 12 wanatumwa 12. Endeni mkaiteleleze nchi niliyowapa. Watu wanafikiri tukishapewa nchi ambayo ni ahadi ya Mungu kwetu, nchi ya ahadi kwetu, tunaingia tukiulaini. Kuna mapambano. Kuna ahadi nyingi za Mungu kwetu tuliokolewa, tuliotubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha. Kuna ahadi za Mungu kwetu, na moja kati ya ahadi hiyo ni Zaburi 103 mstari wa 3. Zaburi 103 mstari wa 3 unasema, akusamehe dhambi zako zote, tena akuponya magonjwa yako yote. Ahadi ya Mungu inasema tukishasamehewa dhambi zetu tunaponywa na magonjwa yetu yote. Magonjwa yetu yote ni pamoja na ukimwi. Ukimwi ule, hata kama tuliupata kwa dhambi za namna mbalimbali, tukishatubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha kabisa, msamaha wa dhambi unaambatana na uponyaji wa ukimwi. Sio ukimwi na magonjwa mengine yote unaweza kutaja, ni kansa, ni chochote, kila udhaifu katika miili yetu. Msamaha wa dhambi unaambatana na uziwi kuondoka, upofu kuondoka, kile unachoweza kukiwaza ambacho ni udhaifu na mateso katika mwili. Lakini hivi inavyoonekana mbele ya macho yetu, kweli si kweli? Bado tutaona watu wengi wameokolewa pamoja na ahadi hii ya Mungu, bado wanateseka mpaka wanakufa kwa ukimwi. Mtu anampenda Mungu kweli, anamtumikia Mungu kwa moyo wake wote kabisa, anakufaje sasa kwa ukimwi? Anakufaje kwa magonjwa haya yanamtesa tu pamoja na wokovu alionao? Mbona ahadi ni kama itendi kazi? Yesu alisema, nilikuja ili muwe na uzima, tena muwe na tele. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za ibilisi. Unaweza kuona mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Lakini kuwa huru kunaambatana na kuifahamu kweli, nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Mungu akituahidi kwamba nchi ya ahadi ni hiyo, nchi ya maziwa na asali ni hiyo, uzima wako ni huo, mafanikio yako ni hayo. Mpenzi, naomba fanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Nchi ya mafanikio hiyo hapo, kila kitu ametupa hapo. Sio kusema ni mtelemko, sio kusema hatutaona magumu. Tutashangaa kuona tumeokoka, lakini bado majitu yamesimama mbele yetu, bado majitu makubwa marefu yamesimama mbele yetu. Mungu akamwambia Musa, tuma watu 12 waende Kanaani, nchi niliyowapa. Kaka zangu, dada zangu, ni muhimu kuelewa kila mmoja wetu, Yesu tayari tulipookolewa tu ametupa uponyaji. Ametupa uponyaji dhidi ya ukimwi, ametupa uponyaji mbali na kansa, ametupa uponyaji mbali na mateso tuliyokuwa nayo huko Misri. Kwa nyingine maandiko yanasema, magonjwa ya Wamisri hamtayaona tena. Yale magonjwa mazito mlikuwa mnayatibia ya kutisha, ikiwa mnakaa katika neno lake,
na kulishika neno lake, hayo hamtayaona tena. Sitatia maradhi ya Wamisri juu yenu. Maradhi haya yote yanaitwa maradhi ya Wamisri. Si mapenzi ya Mungu maradhi ya Wamisri yaweko kwetu. Ukimwi ni maradhi ya Wamisri. Kansa ni maradhi ya Wamisri. Kila uziwi, Mungu hataki uwe kiziwi. Wache kusikia neno lake. Kama neno linazungumzwa, mwenzio hata hawezi kusikia. Kama huwezi kusoma neno, Mungu anataka uone macho ambayo unaweza kusoma neno. Hata kiwa kipofu, Mungu anataka ufanikiwe katika mambo yote. Kwa hiyo amekwisha kupa uponyaji wako, amekwisha kupa mafanikio yako. Lakini katika nchi ya uponyaji wako kuna majitu. Na lengo la Mungu kuyaacha majitu haya ni kuipima imani yako. Kuipima imani yetu. Kama je, tunamwamini Mungu kweli? Akisema ninakupa Kanaani, maana yake ninakupa Kanaani ulana? Au bado tunamuona ni mwongo? Au bado tunaona neno lake ni la uongo? Kwa hiyo anatuteki. Hata pale Petro alipomwambia njoo juu ya maji, akaachia upepo uje kwake. Alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akaanza kuona vipi tena, mbona ameniambia nije? Sasa upepo unatoka wapi? Upepo utakuja, majitu yatakuwepo, mambo mazito ya kutisha yatakuwepo. Hata tunaweza kuona sasa kama ni hivi, sasa kuna kitu gani ambacho ninacho kuliko wa Misri? Kuna kitu gani ambacho ninacho kuliko wa Misri? Akawatuma wapelelezi, wakaenda. Walipokwenda wakaleta majibu hatimaye. Sura 17 kuendelea. Musa akapeleka ile wapelelezi nchi Kanaani, majina yao ndio hayo yanayotajwa hapo. Akamwambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayokaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkailete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda, wakaipeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu mpaka kuingia Hamati. Wakapanda katika Negebu, wakafika Hebroni na Haimani na Sheshai na Talmai. Wana wa Anaki walikuwako huko. Wana wa Anaki ni majitu haya tena. Kama tulivyoona habari za Wanefili, sasa ni wana wa Anaki. Na tunaona hapa mbele kidogo, wana wa Anaki ndio hao Wanefili. Kwenda wakakuta majitu yako, wana wa Anaki. Wana wa Anaki walikuwako huko. Na Hebron ulijengwa miaka 7 kabla ya Soani wa Misri. Wakafika bonde la Eskoli, na huko wakakata tawi lenye kisada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta makomamanga pia na tini, kuonyesha kwamba ni mahali pazuri, panastawi vitu vizuri sana. Bonde lile liliitwa bonde la Eskoli kwa sababu ya hicho kisada walitokata huko wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mohiti na Myebusi na Mamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordan.
Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tutaweza kushinda bila shaka. Huyo ni mmoja aliyokwenda kupeleleza, ameona naye majitu, lakini anasema tutaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Hawa watu wakawaza tu kwamba sasa haya majitu sasa tunawezaje kupambana nayo, kana kwamba wanatumia nguvu zao kupambana nayo. Wamesahau Mungu aliwaambia, nimewapa hiyo nchi. Huyo aliyesema nimewapa, huyo ndiye mwenye uwezo kuyaondoa mbele yenu. Hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyopeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tulioona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki. Neno lile tuliona katika Mwanzo Wanefili linajitokeza tena hapa, Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili. Kwa hiyo hao wana wa Anaki walitoka kwa hao Wanefili tuliona katika Mwanzo, ambao walitokana na uasherati kati ya wana wa Mungu na binti za wanadamu. Tuliona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Tulivyoangalia haya majitu, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Wakawaambia watu wako hapo sasa, umati wa wana wa Israeli, umati wa wana wa Israeli karibu 3,000,000. Wote walivyosikia, hakuna hata mmoja kuamini. Waliamini wawili wale tu, Kalebu mwana wa Yefune na mwenzake Yoshua mwana wa Nuni. Wapelelezi wengine wale hawakuamini, wapelelezi wale wengine 10 hawakuamini, na hao wengine wote wa Israeli nao hawakuamini. Waliposikia habari hizo, sura ya 14 kuanzia mstari wa 1, mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote akamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake wetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Mbona basi Yesu ametuokoa na bado nateseka kwa ukimwi? Bado nimeokolewa, nimeacha dhambi zote, nimeacha pombe, nimeacha uasherati, nimeacha uzinzi, nimeacha yote. Mbona bado ukimwi unanitafuna? Tena hali yangu inazidi kuwa mbaya tu. Hali yangu inazidi kuwa mbaya tu. Nazidi kuona uzito wangu unapungua. Kila nikipima ni positive, hali ni mbaya zaidi kuliko mwanzo. Ni afadhali basi turudi Misri. Si afadhali kabisa basi ningeacha kuokoka. Sasa kuokoka kumefaidia nini? Wakaanza kulia, wakaanza kupiga kelele. Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Tumweke mtu mmoja awe kiongozi wetu, tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi ya tupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wameona majitu tu haya basi, wamenipima mimi, wamenidharau, wameniona mimi sina uwezo wa kuwashindia juu ya majitu haya, kwa sababu tu ni makubwa, kwa sababu tu ni marefu.
Basi tu hivyo tu. Ishara zote nilizozifanya kati yao, ishara zote nilizozifanya wakati wa Farao, wamesahau. Jinsi nilivyowapitisha kwenye bahari ya Shamu, wamesahau. Bahari ya Shamu kagawanyika vipande viwili. Jinsi nilivyoleta kila namna ya maji ya chakula cha ajabu jangwani, yote hayo wameyasahau. Watu hawatanidharau mpaka lini? Kwa nini wananifananisha na mwanadamu? Wanaimba Mungu mwenye enzi, wanaimba Mungu hakuna kama wewe, lakini ndani eneo yao wananidharau. Wananiona mimi siwezi kuponya ukimwi, wananiona mimi siwezi kuwafanya watoto katika utasa wao na kupata watoto, wananiona mimi siwezi kufanya vimbe zao zikatoweka tu ghafla, wananiona mimi siwezi kuwaokoa waume zao, wananiona mimi siwezi kuwaokoa watoto wao, wananiona mimi siwezi kuwarudishia waume zao waliochukuliwa na makahaba, wananiona mimi siwezi kufanya mikono yao iweze kukunjuka tena, wananiona mimi siwezi kuwafanya watembee tena, wananiona mimi siwezi kuwafanya vilema kutembea, wananiona mimi siwezi kufanya miujiza leo. Watu hawa watanidharau hata lini? Wameyafanya majitu yaonekane kuwa na nguvu kuliko mimi, wameyafanya majitu yaonekane kuwa ni zaidi kuliko mimi. Biblia inasema anakamuuliza Musa, je, watu watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hao kwa uwezo wako kutoka kati yao. Kisha utawaambia wenyeji wa nchi, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana ukate watu hawa, maana wewe Bwana uonekana uso kwa uso na wingu lako lasimama juu yao. Kisha watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowapia, kwa ajili hayo wamewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana, uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu kama ulivyonena uliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hatamfanya mwenye hatia kuwa na makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa, lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na hayo wamenijaribu mara hizi 10, wala hakuisikiza sauti yangu, hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliwapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana ataiona. Lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Basi Mwamaleki na Mkanani wakaa katika bonde. Kesho geukeni mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. Ukisoma sasa, baada hapo kitotokea, watu hawa wananungunika, watu hawa wanapiga makelele, wote waliomdharau. Mstari wa 30 anaendelea kusema, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Caleb mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Tukinungunika, tukaanza kupiga kelele, kama ni hivi basi kwa nini umeniokoa? Mbona pamoja na wokovu napata mateso haya? Manunguniko hayo hayatusaidii chochote. Manunguniko hayo yanatuletea tu matatizo makubwa zaidi. Hayo hayatupi muujiza, la hasha. Hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Caleb mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni, ambao baada ya kupeleleza nchi na kuyaona majitu bado walisema, ndio taweza kupigana na hawa tukashinda kwa jina la Bwana. Hao wataingia na watu gani wengine? Kisha watoto wenu, Biblia inaendelea kusema, lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta na kuwatia ndani, na wataijua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili,
Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda miaka 40, na watachukua mzigo wa uasherati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndio miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena. Hakika yangu ndilo nitakalotenda mkutano mwovu huu wote. Walikusanyika juu yangu wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakakokufa. Kisha watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi waliorudi na kufanya mkutano wote kunungunikia, walipoleta habari mbaya juu ya nchi, watu hao walioleta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Lakini Yoshua mwana wa Nuni, Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli wote maneno haya, na hao watu wakaombolea sana. Wakaombolea sana. Hao Musa, Yoshua mwana wa Nuni, Kalebu mwana wa Yefune, na hao wengine waliosalia ambao hawakuziona ishara hizo tangu mwanzo, walivyosalia kutokana na Musa, kutokana na Yoshua mwana wa Nuni, kutokana na Kalebu mwana wa Yefune, wakasema, wakaendelea kuambia, naona wenzenu wamekufa kwa kunungunika na kumdharau Bwana. Haikuwasaidia nchi ya Kanaani, hawakuingia kwa sababu tu wameyaogopa majitu. Wakamdharau Mungu, wakaona Mungu hawezi kuwapa miujiza, hawezi kuwapigania kwa hayo majitu. Kaka zangu, dada zangu, kabla ya kuendelea kujua kilichoendelea, ni vizuri sisi nasi tufahamu vizuri. Wakati mwingine tunaposoma tu Biblia hatuwezi kuelewa vizuri hata kile kinachozungumzwa, ili tupate picha ile ambayo itatusaidia kuwa kama tulikuwako nyakati za Biblia, tukajua haya majitu marefu ni ya namna gani. Majitu ya marefu yalikuwa na majina mbalimbali, yalikuwa ya aina mbalimbali, lakini tutapata picha fulani tukapoweza kuangalia baadaye kidogo hapa undani wake. Tumeona juu ya Wanefili, tumeona tena juu ya wana wa Anaki ambao pia wanaitwa Waanaki. Sasa tuangalie Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Basi tukapita kando ya ndugu zetu wana wa Esau wakatiwa Seiri, kutoka njia ya Araba, kutoka Elathi na kutoka Esion Geberi. Tukageuka tukapita njia ya bara ya Moabu. Bwana akaniambia, usiwasumbue wa Moabu wala usishindane nao katika mapigano, kwa kuwa sitakupa katika nchi yake kuimiliki, kwa sababu ardhi nimewapa wana wa Lutu kuimiliki. Walioketi humo hapo kale ni Waemi. Waemi ni majitu hayo tena, nao ni watu wakubwa, wengi, warefu, mfano wa Waanaki. Na hawa nao wadhaniwa kuwa majitu kama Waanaki, lakini wa Moabi waita Waemi. Kwa hiyo tumeona Wanefili, tena tumeona Waanaki au wana wa Anaki, hayo ni majitu, Wanefili, Waanaki. Hapa tena wengine wanaitwa Waemi. Wengine vile vile sasa waliitwa Wazumzumi, Wazamzumi ambao vile vile wanajulikana kama Warefai, Wazamzumi. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 tuna habari za Wazamzumi. Kumbukumbu la Torati sura ya 2, haya yote ni majitu ya aina mbalimbali, ya sehemu mbalimbali. Majitu yalikuwa mengi. Wazamzumi, Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 17 mpaka mstari wa 20. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 17 mpaka mstari wa 20. Bwana aliniambia akasema, hivi leo ivuke ardhi mpaka wa Moabu, na utakaposongea kuelekea wana wa Amoni, usiwasumbue wana wa Amoni wala usishindane nao, kwa kuwa sitakupa katika nchi ya hao wana wa Amoni kwa miliki yako, kwa sababu nimewapa wana wa Lutu iwe miliki yao. Nchi hiyo nayo yadhaniwa kuwa ni nchi ya Warefai. Hapo kale Warefai walikaa humo, lakini Waamoni huwaita Wazamzumi.
nao ni watu wengi wakubwa warefu kama Waanaki. Hawa nao wanaitwa Wazamzumi au Warefai. Ni majitu makubwa ya kutisha sana. Sasa sehemu fulani miongoni mwa haya majitu haya yanayoitwa hapa Warefai au Wazamzumi, alikuwepo mfalme wao hawa Warefai katika nchi iliyokuwa inaitwa nchi ya Bashani, ambayo yote ndio hiyo ambayo Bwana anasema amewapa. Moja kati ya nchi hizo zilizoifanya Kanaani ni nchi inayoitwa Bashani. Nchi ya Bashani sasa ni nchi ya Warefai. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 13. Na nchi ya Gileadi iliyobaki na Bashani yote, maana ufalme wa Ogu niliwapa nusu ya kabila Manase, nchi yote ya Gobu nayo ndio Bashani yote. Na nchi hii yaitwa nchi ya Warefai. Bashan inaitwa nchi ya Warefai. Nchi ya Warefai. Sasa sikiliza kwa makini. Bashani, huyo mfalme wake sasa alikuwa anaitwa Ogu. Sasa tupate picha ya Ogu ili tujue haya majitu yalikuwa ya namna gani. Yaliwafanya watu hawa kutetemeka mpaka kafikia mahali kuuawa, wakawa hawamwamini Mungu kabisa kwamba hayo eti twende tukapambane nayo kwa jina la Bwana. Wakasema hapana, mpaka wakauawa. Na tumwelewe Yoshua Nuni ni mtu wa namna gani, Yoshua mwana wa Nuni. Tumwelewe Caleb mwana wa Yefune aliyosema inawezekana, bila shaka kabisa inawezekana. Inawezekana kupambana nayo kwa jina la Bwana. Ogu sasa ili jitu moja refu. Ogu ili jitu moja refu. Refai ili linaloitwa Zamzumi, wa Zamzumi, moja kati ya Wazamzumi alikuwa anaitwa Ogu. Sasa Ogu tukipata kujua urefu wake kwamba alikuwa mna mrefu gani na upana wake, yani unene wake, ili tupate kupata picha ya majitu ya zamani zile. Majitu haya mengine yalikuwa marefu kuliko Goliath ambaye tumesikia habari zake. Huyu ni miongoni mwa majitu, lakini jitu dogo dogo hilo ni Goliath. Lakini huyu Ogu tukitaka kufahamu urefu wake, sasa maandiko yanatuelezea juu ya urefu wa kitanda chake na mapana ya kitanda chake alichokuwa analala. Na kitanda hiki kilikuwa saizi ya huyo mtu, mrefu sana alafu mnene sana. Pandikizi la jitu, hakuna majitu ya namna hiyo duniani nyakati hizi. Sasa kitanda chake alichokuwa analalia Ogu, angalia vipimo vyake. Kumbukumbu la Torati sura ya 3. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 11. Kwani aliyesalia katika mabaki ya Warefai ni Ogu pekee, mfalme wa Bashani. Tazama, kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma. Kitanda hicho, je, hakiko Raba kwa wana wa Amoni? Kinajulikana. Urefu wake sasa ulikuwa ni mikono 9 na upana wake mikono 4, kwa mfano wa mkono wa mtu. Tukisoma Biblia hapa tu mikono 9, mikono 4, bado tunakuwa wengine tunapita kapa hapo, hatuelewi vizuri. Leo tutaelewa vizuri. Mkono unaotajwa hapa, urefu wake katika Kiingereza unaitwa cubit. Na watafsiri wa Biblia yetu katika lugha ya Kiswahili wametumia neno mkono kwa sababu urefu wa mkono unakaribiana na urefu wa cubit moja. Urefu wa mkono mmoja ni karibu sawa na urefu wa cubit moja. Cubit moja ni karibu sawa na inchi 25. Cubit moja ni inchi 25. Mkono, angalia hapa sasa. Mkono ukitoka hapa kwenye ncha ya kidole kirefu kuliko vidole vyote vya mkono wako, kutoka hapa sasa kwenye ncha ya kidole kirefu kuliko vidole vyote, mpaka hapa
mpaka hapa mwisho wa mkono, inakuwa ukipima wastani unakuwa karibu hapo inchi 25. Unakuwa wastani inchi 25. Ndio maana utaona hatutafautiani sana hapo, hata kama mtu mrefu, hata kama mfupi, hatutafautiani sana ukishakuwa mtu mzima. Ndio maana kama shati halipimi kwa urefu wa mkono, utaona ukishapima tu kola ya shingoni, basi size ngapi shingoni inapima tu hapo, tayari utaona huku ni kidogo tu, ni marekebisho tu madogo tu, unaweza kuvaa shati na ukaona hali refu sana kusema litaendelea mpaka si wapi ukishakuwa mtu mzima. Wastani sasa wa mkono ndio hiyo inchi 25. Kwa hiyo urefu wa kitanda ambao ndio unatupa picha ya urefu wa huyu mtu aliyekuwa na kilalia. Kitanda chetu hiki kwa kawaida, vitanda vyetu tunavyovilalia vinakuwa na urefu wa futi ngapi? Inakuwa na urefu wa futi ngapi? 6. Karibu wote tunaenea kwenye vitanda hivyo tukilala. Kwa hiyo ndio maana tukiangalia kitanda cha futi 6 katika majira haya ya urefu wa watu waliopo katika dunia ya sasa, tunaweza kupata picha fulani kwamba hawa watu wanaoishi kwa sasa wana urefu gani, si ndio? Sasa kitanda cha Ogu, hili Refai, hili Zamzumi, kitanda chake kilikuwa na urefu kwa mikono 9, yani mikono 9. Mikono 9 sasa ni sawasawa na 9 mara inchi 25. 9 ukizidisha mara inchi 25 unapata jumla ya inchi 225. Inchi 225 ukigawanya kwa 12 unapata futi. Futi unazozipata hapa sasa ni futi 18 na inchi 9. Ndio kitanda chake, futi 18 na inchi 9 ndio urefu wa kitanda. Halafu upana mikono 4. Mikono mingapi? 4. Mikono 4 tena tunazidisha mara inchi 25. Mikono 4 tunazidisha mara 25, tunapata inchi 100. Inchi 100 sasa tunagawanya kwa 12 kupata futi. Hapa sasa tena tunapata futi, karibu futi 8 na inchi 4. Futi 8 na inchi 4 ndio upana. Ndio upana. Kwa hili pandikizi kwenye kitanda hiki ndio lilikuwa linatosha. Ndio lilikuwa linatosha. Mtu akiwa mnene sana anaweza kuwa na futi ngapi? Upana wake. Mtu mnene sana ukikuwa futi 2 ni kazi sana. Futi 2 kwenye unene ni kitu kizito sana. Futi 2 kwenye unene ni kitu kizito sana, kwamba kiuno chako ina maana kikiwa futi 3 ndio unene wako, futi 3 inchi 36 tayari ni mnene. Inchi 36 futi 3. Sasa hebu jaribu kuwaza huyu mtu ambaye kiuno chake futi 8, inchi 96 jumlisha 4, yani inchi 100 kiuno. Inchi 100 kiuno. Wewe unavaa inchi ngapi? Hebu muulize aliyo kushoto kwako kulia kama anajua anavaa inchi ngapi. Kiuno chake inchi ngapi? Na sasa uone hiyo ni mzunguko, yani kiuno chote unazunguka. Lakini upana unaozungumza sasa, yani ni kutoka hapa mpaka hapa. Sio kwa hiyo unaozungumza wewe sasa ukigawanya mara 2 ndio utajua kutoka hapa mpaka hapa. Kwa hiyo kama ni inchi 30 basi unazungumzia 15 ni upana kutoka hapa mpaka hapa. Sasa nenda hivyo futi 8. Kwa hiyo kama ni kiuno ni futi 8 sasa mara 2. Futi 16 ndio nazungumzia na inchi kadhaa. Kwa hiyo hili jitu likilala linatisha, likisimama linatisha zaidi.
Sasa bado hizo figa au hizo hesabu hazitupi picha nzuri, kwa sababu nataka nizungumze na mtu tuelewe vizuri, hata kama hujaenda shule upate picha. Haya majitu ilikuwaje yakaogopesha mamilioni ya watu, na ishara zote walizoziona, lakini akaona hata kwenye hili Mungu Bwana. Na wengi wetu tuko hizo. Wanakwaya hapa anaimba ukimwi Bwana ataponda ukimwi, lakini wenyewe wanaimba kimdomoni. Mdomoni anaimba Bwana aweza kuponya ukimwi, leo ni siku yako, wakati ndani ya mioyo yao ona Bwana, ukimwi Bwana, hili jitu refu limeshinda dunia nzima, litaponywa kwa maombi kwa jina la Yesu. Bwana, hata wachungaji wengine wanafika mahali hawaombei. Ukimwendea mchungaji nahitaji maombi, unaomba nini? Ukimwi. Nimepimwa hivi na viniona, nimebaki mifupa tu, ni ukimwi. Umeokoka? Nimeokoka. Basi mkamate Yesu sana ili ufe katika Kristo. Ndio la kwanza unaambiwa. Na mchungaji hata kiomba, akiweka mikono kwa jina la Yesu, mponye huyu, moyoni anasema tumchukue mbinguni tu, asiache wokovu mpaka mwisho. Wengine hatawaombei. Hawa nao hawana tofauti na wale wana wa Israeli mamilioni. Sasa kwa sababu ya kila mmoja wetu kuona, nimeandaa hivyo vipimo vya futi 18 na inchi 9 urefu kwa kitanda cha huyu Ogu, ili pate kujua urefu wake huyu mtu ulikuwaje na upana wake, na kitanda chake kitatupa picha kujua urefu wake na ulikuwaje, na pandikizi hili moja lirefai tujue haya manefili marefai yalikuwa ni majitu na magani ambayo yako Kanani. Na Mungu anasema nimewapa nchi hiyo, ingieni mkaimiliki na majitu hayo. Wahudumu sasa, hebu tulete vile vipimo vyangu, hebu tuyaone sasa. Tulione hili li Ogu, kitanda chake kilikuwaje, alafu hatimaye tutaona urefu wake. Hiyo inaokuja hilo ngazi hilo ndio futi 18 na inchi 9 urefu wa kitanda cha Ogu. Haya. Haya, hebu ilaza sasa hapa kwanza. Laza tu ili tujenge kitanda hapa. Laza kwa huku pembeni kidogo hapa. Laza kwa hivi ndio. Huu ndio urefu wa kitanda cha Ogu. Huu ndio urefu wa kitanda cha Ogu.